Tunashirikiana na Tapo Women katika maeneo haya ya kuwafikia wanawake wajasiriamali katika kutoa elimu ya saratani hapa nchini, lakini pia katika kuwapima au kuwachunguza maradhi ya saratani ya mlango wa kizazi pamoja na matiti. Ushirikiano huu ulianza tangu mwaka juzi na tulifanya Mnazi Mmoja, na kwa bahati sijui tuseme mbaya tulikuta pia kuna wanawake wenye shida na tuliweza kuwahudumia. Na kuwahudumia huku tuliwaleta katika hospitali ya Aga Khan. Mara nyingi watu wanadhani Aga Khan ni hospitali ambayo inatibu watu wenye pesa tu au watu wa aina fulani. Hapana, kwa mashirikiano hayo tunayo MOU ambayo tumewekeana na Tapo Women. Wanawake ambao wanapatikana na tatizo la saratani basi wanakuja pale, na kuna wengine ambao tunawapatia vitambulisho vya bima ya afya ambayo wanaweza wakatibiwa katika hospitali zetu zilizoko pembezoni mwa Dar es Salaam hapa katikati. Kwa ujumla kabisa kwa Tanzania nzima sina takwimu kamili kwa sababu juzi tu ndo tumetoka Mwanza, Buchosa, Sengerema, Kwimba, Chamwino na Mpwapwa. Kwa hiyo bado tunachakata data zetu. Lakini wakati tumefanya na Tapo tuligundua wamama 5 ambao tumewashughulikia, lakini mmoja alitoroka na mimi namsihi kama anasikia taarifa hizi basi arudi mbio tuje tumhudumie. Wito wangu kwa Watanzania, wamama sisi ni taifa kubwa. Tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika uchunguzi pamoja na matibabu ya awali, kwa sababu mama akilala nyumba nzima imelala, familia imelala. Mama ndo anayetafuta, mama ndo anayeleta, pamoja na kwamba baba analeta pesa, lakini atakuwekea tu mezani. Wewe ndo unayepanga, wewe ndo unapanga matumizi, unapanga ada za watoto ziendaje na matibabu. Kuweza kuungana na Aga Khan Health Services kuweza kuwapatia hawa wanawake wa masokoni huduma ambayo kwa kipindi cha upimaji wanaupata bure kabisa. Lakini hatukuishia hapo, tukaona akikutwa na tatizo ataenda wapi? Tulishirikisha pia na serikali inatambua kazi zetu tunazozifanya. Baada ya hapo Aga Khan pia hawakutuacha, wakatushika mkono kwenye insurance ambayo wao wanafanya nao kazi na kuweza kutuconnect nao ili tuweze kujikusanya na kwenda kama grupu kuweza kupata insurance, yani bima ya afya. Mahitaji makubwa tunayoyaona kwa wanawake, hawa wanawake wanahitaji yani tuendelee kutia nguvu kwenye elimu ya ukuzaji na utunzaji wa fedha. Na nadhani hilo ni janga la taifa. Watu wengi, hata uwe mtu wa aina gani, hilo ni tatizo letu kubwa kwenye utunzaji na ukuzaji wa fedha. Hapo ndo tunatamani sana tutie nguvu kwenye hiyo elimu ili kuondokana na hawa wanawake kutoka na kwenda kwenye mikopo umiza. Kama tunavyoona vile serikali inavyotoa mikopo ya 411, tunatamani sana iweze kuwafikia walengwa, yani hawa wanawake wa masokoni waweze kupata hizi fursa ili tu wajikwamue kiuchumi. Huwa tunawaandalia matukio mbalimbali kama mtoko, tunawatoa outing, tunawaandalia chakula, na wanawake wanakuwa ni wengi wanapenda kuhudhuria. Kwa hiyo tunatoa mafunzo pia ya afya. Kwa hiyo kuhusu kupima saratani ya mfuko wa kizazi na matiti tumekuwa sana tukihamasisha, na tuna madaktari kutoka MEWATA wao wanatusaidia kutoa hiyo elimu. Tunawashauri wazee, hasa wale wanaotunza wazee, wahakikishe kwamba wazee wanapata huduma hizo ambazo zinawasogezea karibu ili waweze kupimwa na kuweza kushughulikiwa na kutibiwa kama atakuta na matatizo. Ila tunahimiza sana wazee wasikose fursa kama hivi zinavyotokea. Jina langu naitwa Anastasia Julius Nyigu. Huduma nimeipenda, huduma ni nzuri. Binafsi nilikuwa naogopa, lakini nilipoenda kupima nimejua. Unakuwa unajua afya yako, kama unaumwa unatibiwa. Kama pia unapewa ushauri ndani ya miezi kadhaa urudi tena kupima. Miaka 3 mimi nimeambiwa. Nimefurahi kwa kweli, nimepima, nimejua niko salama. Wito wangu mimi naomba wale ambao hawajapika wapike, waje wapime, wajue afya zao. Pia hata wale wanaoogopa huko wakutishi, mambo kawaida tu, kuko vizuri.
unahudumiwa vizuri, unashauriwa pia. Naitwa Venosa Dennis Kimati, mimi ni msanii kwenye tasnia ya filamu lakini pia ni Mtanzania. Ukweli ni kwamba kwa huduma hii ya leo ambayo nimeipata hapa, hawa Aga Khan walipofika hapa, na maana kwamba wameleta kitu kizuri sana kwenye jamii, kwa sababu watu wengi wameweza kupata huduma, hata mimi nimeweza kupata huduma, lakini pia ni huduma ambayo imempata mtu alipo. Kwa hiyo hana gharama yoyote kusema nitatoka, nitapanda nauli, nitapanda daladala, nitapanda labda bajaji au nitaboti. Kwa hiyo gharama hakuna. Lakini nimeona huduma ni nzuri kwa sababu gani? Unapata huduma hapo hapo na majibu unapewa hapo hapo. Yaani hayachelewi, hauchelewi. Yaani mimi nimefurahi sana, nimepima kipimo cha saratani ya matiti, kipimo cha saratani ya mlango wa kizazi, lakini pia unapata majibu hapo hapo. Na nimefurahi kwamba hata kama ukikuta kama una changamoto, wanakupa matibabu leo, wanaanza matibabu leo na ni bure kabisa. Kwa hiyo hichi kitu ni kizuri sana. Nilikuwa natamani yani watu wengi wangekuwa wanafahamu, lakini mara nyingi watu napuuzia. Unaweza unakutana, unaambiwa kuna watu fulani wako sehemu fulani, kusema nitaenda kesho, lakini kumbe unajikuta unalea ugonjwa, alafu mwisho wa siku ugonjwa ukikomaa inakuwa ni shida kuja kupata tiba. Lakini nimefurahi kupata majibu kwamba niko vizuri kabisa.